Unajua, unaposikia neno serikali unaweza kudhani kwamba hawa ni watu, hichi ni kikundi cha watu ambacho kinajua exactly what it's doing muda wote. Chukua kama Marekani kwa mfano. Marekani ina intelligence organizations 18, CIA na mengine mengi tu ya mambo ndani. Ngidhani kwamba vyombo vyote hivi vingeisaidia serikali kufanya uamuzi sahihi kuhusiana na Iran, kwa sababu right from the beginning watu walijua kwamba kuvamia Iran was a bad idea. Si tu kwamba mtasababisha adha kubwa kwa Irani, mauaji kwa wananchi ambao hawana hatia, lakini ungesababisha chaos kubwa dunia nzima, kwa sababu Iran angeenda kuziba mfereji wa Hormuz, mafuta yasingetembea na dunia nzima ingekuwa katika shida. You'd think kwamba wangejua vitu vyote. But no. They went ahead and did exactly what people say don't do it. Look where we are now. Sasa Trump analialia, anataka Ulaya msaidie, anataka nani. Utamwambia, you thought you were clever, ukaenda kule mwenyewe. Sasa ngangana mwenyewe. Tanzania. Sisi Tanzania tunasema kwamba serikali ina vyombo vyake. You'd think kwamba hivi vyombo vingeisaidia serikali kufanya maamuzi sahihi muda wote. Juzi kuna ripoti imetoka ya mkaguzi mkuu wa serikali. Madudu, wizi, rushwa, ubadhirifu wa fedha, mambo mengi hovyo. Najiuliza, hivi vyombo vyote viko wapi? Kama kweli serikali inajua inachokifanya muda wote, inaweza kufanya what is right muda wote, kwa nini haya mambo yanaendelea? Again, that's where you realize kwamba serikali haiwezi ikajiendesha ikafanya vitu vyake yenyewe. Unahitaji whole ecosystem ya kuisaidia kufanya maamuzi sahihi muda wote. Pamoja kuwa na bunge zuri ambalo liko imara, pamoja kuwa na mahakama ambayo iko imara, unahitaji the opposition, unahitaji civil society organizations, unahitaji wanaharakati, unahitaji a strong media ambayo inaweza kuinvestigate ya vitu vyote, inaweza ikapiga kengele kwamba hapa kuna vitu vibaya vinafanyika. Hii ecosystem nzima ipo kwa makusudi, kwa sababu sasa itaisaidia serikali. Serikali ikitaka kufanya kitu au usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Hawa wanasiasa kamata hawa si kwa uhaini, hawa wanaharakati ambao wanatekwa, wengine wanapotezwa na nini. All they're trying to do is help the government. And at the end of the day, mara nyingi hata sio kwa manufaa yao binafsi, jamii nzima inanufaika. Kwa sababu ndani humo ya serikali wapo watu wengi ambao wana influence maamuzi, si kwa sababu kweli wanapenda umma, lakini kwa sababu inawanufaisha wao wenyewe binafsi. And so unapoua hii ecosystem nzima, unapodhoofisha bunge, unapodhoofisha mahakama, unapodhoofisha the media, the opposition, the civil society organizations na hao wengine wote, unaacha serikali mara nyingi ni kikundi tu kadogo kwa watu wachache wenye maslahi yao mengi binafsi kufanya kila kitu wanachokifanya kwa manufaa yao wenyewe, isipokuwa wananchi. Ndio maana we need a whole ecosystem. Again, the parliament, mahakama, the media, the civil society organization, the opposition, wananchi wenye uwezo wa kuiambia serikali hapana bila kuwa na wasiwasi wa consequences. The ecosystem.